Tupo hapa Homeground Hotel kwa ajili ya kufanya field masomo kwa vitendo. Muhimu wa haya masomo kwa vitendo, mimi naona na muhimu kwa sababu unaweza kaa kule uko chuoni unafundisha, unapewa mwelekeo kwamba hiki kitu fulani unaweza kukipika hivi, lakini unapokuja hapa unaonyesha kwa vitendo kwamba sisi hapa tulikuwa hatujui hata changamoto inapikwaje. Tulipofika hapa tumejifunza kuhusu changamoto. Kwa sababu mtu unaweza kumwambia changamoto, akakuuliza changamoto ni nini? Changamoto unaweza kutengeneza changamoto ya samaki, ni samaki unayemwekea vitunguu, vinegar na soya sauce. Nashukuru Wizara ya Elimu kwa programu ya ESP kwa kutusaidia na wa Canada, serikali ya Canada kwa kutusaidia, kwa kutufadhili, kwa kutuona na sisi thamani yetu. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki, azidi kuwaongezea. Nimekuja hapa Homeground kwa ajili ya field, kwani kujifundisha kwa vitendo. Pia kwa mimi binafsi nimefurahi kwa jinsi watu wa Canada walivyoonyesha upendo kwetu, wameweza kutushika mkono, wameonyesha kujitoa kwetu. Wametutoa sehemu fulani kutupeleka sehemu nyingine. Kwa mimi binafsi nimefurahi na nimejitoa kuipokea hii kozi yao. Kwa hiyo ninamuomba Mungu aendelee kuwazidishia. Waendelee kujitoa hata sio kwetu tu sisi, hata na kwa wengine. Unajua wapo wengi wenye hali za chini kama sisi ambao tumeweza kujitoa kwa ajili ya hii fursa, waweze kuwashika mkono, waweze kuwasaidia ili waweze kuwapa mwanga, kuwatoa sehemu fulani kuwapeleka sehemu fulani. Napenda kuwashauri wasichana wenzangu, tusikate tamaa. Inapotokea fursa kama hii, nitakiwa ujitoe mwenyewe, ipokee ili uende ukaone nini unafundishwa. Kwa maana ndoto yangu mimi ni dhahabu. Kwa hiyo nina muhimu mimi kuipambania ndoto yangu. Kama yupo aliojitoa kwa ajili ya kuonesha juhudi kuipambania ndoto yangu, inabidi na mimi nijitoe. Kwa hiyo napenda kuwashauri wasichana wenzangu, mabinti wenzangu ambao tupo mtaani, tukisikia fursa kama hii, tujitokeze kwa wingi, tuweze kuichangamkia ili tuweze kutimiza ndoto zetu. Ndoto yangu ni dhahabu. Nipo hapa Homeground kufanya field au kufanya mafunzo kwa vitendo. Katika Homeground hoteli nipo katika sekta ya upishi. Ni sekta ambayo nimejifunza mambo mengi. Kwa mfano, kuna aina ya vyakula ambavyo nilikuwa sivijui, kwa saizi navifahamu. Kuna mapishi mbalimbali ambayo sikuwa siyajui, kwa saizi nayafahamu, ikiwemo mapishi ya kuku changamoto, pilau ya maua, rose pilau, afu ikiwepo wali wa nazi. Nimejifunza vitu vingi. Napenda kushukuru na kupongeza mradi wa ESP kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuwezesha mradi wa kuwasaidia mabinti wadogo kuwaleta chuoni kujifunza. Pia nawashukuru watu wa Canada kwa kutuletea vifaa ambavyo tunavitumia pale chuoni. Mwanzo kabisa tulikuwa hatuna vifaa vya kisasa, lakini kwa sasa tuna vifaa vya kisasa ambavyo tunavitumia kwa ajili ya mafunzo. Tunawashukuru sana kwa moyo wao wa upendo wa kutufadhili hivyo vifaa. Tunawashukuru pia watu wa Homeground Hotel ambao wamekubali kuwachukua wanafunzi kwa ajili ya kuendeleza ujuzi wao. Tunashukuru kwa sababu wanafunzi wamejifunza vitu vingi kupitia wao. Wamejua vitu vingi, wamepita sehemu mbalimbali za hoteli ambazo kwa chuoni hawakuzipitia. Napenda kuwashukuru watu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na watu wa Canada kutuletea mafunzo ambayo yanawaendeleza mabinti wa kike kupitia ujuzi. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.